Mamlaka ya mawasiliano kwa bahati mbaya sana haikupewa mamlaka ya kushughulikia makosa ya jinai. Makosa ya jinai yanashughulikiwa na wenzetu wa Jeshi la Polisi kupitia kitengo chao cha cyber crime, lakini tunafanya kazi kwa pamoja. Na hawa ndio wanaopokea matukio yote ya uhalifu yanaripotiwa polisi. Kwa hiyo kule tunaweza tukajua ni kesi ngapi, zipi zinafanywa uchunguzi, ngapi zimefika mahakamani, zipi zimehukumiwa. Sisi tunawasaidia hao wenzetu katika kufanya yale majukumu yao kama ile sheria ya makosa ya mtandao inavyoelekeza. Kwa hiyo hili lingine ni masuala ya culture. Maana hapa kwa mfano swala la maiti nini, watu wanajiuza, ni tabia za watu. Hakuna taasisi ya serikali inayoweza kurekebisha tabia za watu au mawazo ya watu. Yaani hata mwizi ndio maana lazima apelekwe polisi, apelekwe gerezani. Huko ndo ambako watu wanaweza kurekebishwa tabia. Kwa hiyo hili sisi kwa upande wa TCRA labda wito tunaweza kutoa. Ndio maana tulikuja na kampeni yetu ile ya futa delete kabisa, kwamba Watanzania tutumie mitandao ya kijamii pamoja na mawasiliano kwa ujumla. Sawa. Tutumie vizuri. Unapotumia vibaya ikawa ni kosa la jinai, hapo kwetu tena sisi tunakuwa sana ni kuwasaidia wenzetu, vyombo vya ulinzi na usalama vikukamate, vikupeleke mahakamani uhukumiwe kwa mujibu wa sheria ya mitandao, hata sheria tu ile ya makosa ya jinai, kwa mfano kutukana nini. Na mara nyingi watu wamekuwa wakiamini kwamba TCRA ndio tunafanya hivi. Na mimi wanatoaga mfano mmoja mgumu, kwa mfano watu wakipigana au wakatukanana kwenye basi. Anayetoa leseni ya usafiri si Sumatra. Sijaona waandishi wa habari wakaenda Sumatra kuuliza mbona watu wakipigana huko au gari ikipata ajali wanaenda trafiki. Hawaendi tena Sumatra ambaye ametoa leseni. Kwa hiyo swala hili lakini tunahusika sisi wote. Global publisher, nyinyi mna audience kubwa sana. Kwa mfano nitawaambia kule kuna nchi sihitaji. Magazeti kama ya kwenu haya yanaitwa magazeti pendwa. Wana peji ambayo wanasema leo tunashemu wale wote wanaofanya vituko kwenye mitandao, wanaopost picha za uchi na nini, na tutawakemea. Na ukitoka kule unazomewa. Kwa hiyo hilo gazeti ni gazeti pendwa, liko kwenye nchi moja jirani hapa. Kila likitoka siku ya Ijumaa, watu hawalali ile Alhamisi kwa mke Ijumaa kama umefanya upuuzi wowote. Kwamba wanaweka kwanza, wanakuja hata hapo kama ni wall yako, wanasema shame on you, aibu, utafanyaje hivi mtoto wa kiume au mtoto wa kike, sijui nini na nini. Kwa hiyo hata wanaendesha kampeni, mtu huyu amefanya hivi, jamani tumwanfriend kwa sababu anatudhalilisha, anafanya nini. Kwa hiyo mimi nafikiria badala ya kusubiri tu serikali, kusubiri polisi, kusubiri TCRA, hata global publisher nyinyi mna nafasi kubwa sana ya kutusaidia sisi serikali kukemea hivi vitu na kusema kabisa mnaangalia, lakini msikiuke kanuni zile za kiuandishi wa habari. Kwamba jambo hili sio jema, huyu dada anafanya hivi, huyu kaka anafanya hivi. Na tunaona kuna kampeni yenu moja imesaidia sana kupunguza uhalifu fulani, sitaki kuutaja hapa. Lakini watu waliacha sasa hata kwenda kwenye hizo nyumba za wageni wenyeji. Kwamba kuna haja kusaidiana wote ili swala kama nchi, tusitegemee tu taasisi fulani au taasisi fulani, tufanye kazi kwa ushirikiano. Sawa. Mnahakiki vifaa laptop, iPad na vinginevyo? Vifaa vya mawasiliano vyote vile, hasa ambavyo kwa mfano kama laptop, iPad ambavyo vinatumia laini za simu, ni vinakuja pia na namba tambulishi, lakini vile vingine vinahakikiwa kutokana na mujibu wa zinatakiwa ziwe na viwango fulani. Kwa hiyo wenzetu wenye dhamana ya kuangalia ubora wameshatoa maelekezo. Kwa mfano laptop zinazotakiwa kuja za Tanzania ziwe na hiki na hiki na hiki. Sasa waagizaji wa hivi vifaa ndio wanatakiwa wawe mstari wa mbele kuhakikisha wanaagiza vifaa kwa mujibu wa sheria na kanuni za nchi. Wasitake tu utajiri wa haraka au wasitumie njia za panya na kutuletea takataka ambazo baadaye zinakuja kuwa ni takataka za kielektroniki ambazo zina madhara kwa mazingira yetu na madhara pia kwa afya zetu. Kwa hiyo hii ni kwa ujumla wauzaji, mamlaka, Fair Competition Tribunal, Fair Competition Commission pamoja na wenzetu wa TBS, wote hii inatuhusu pamoja na hata watumiaji. Na mtu anayehitajika zaidi kuhakiki kifaa ni mnunuzi. Kwamba hakikisha unanunua kifaa ambacho kinakizi viwango. Usingoje mtu mwingine, kwa sababu kama ni kuathirika unaathirika wewe. Kazi hii ina changamoto. Ndiyo. Kuna changamoto gani ambazo mpaka sasa zimejitokeza hasa baada ya sheria hii ya makosa ya kimtandao?
uelewa mdogo wa baadhi ya watumiaji wa hizi huduma za mawasiliano, jinsi ya kutumia. Kwa mfano ukiangalia Instagram ambayo kwa sisi Tanzania tumeonekana kidogo hatuko vizuri. Na ni kweli tulikuwa kipindi fulani sisi tunaongoza kwa kuweka vitu vya ovyo kwenye Instagram. Sasa hii ni kwamba hata watu waliojiunga na ule na hiyo Instagram hawajasoma zile terms and conditions, masharti na vigezo. Imeelezwa kabisa usifanye 1, 2, 3. Ukifanya hivi na hivi, wale wanaoona watoe taarifa. Sio lazima ungoje sijui mpaka polisi akatafute nini. Hata wewe ambaye unaingia kule unaona mtu anafanya vitu vya kidini, kwanza huyu mtu ukiweza unamblock au unamwanfriend ili usione ule upuuzi wake. Kwa mfano mtu akiweka upuuzi akaona hakuna hata mtu mmoja anampa like, wataacha. Kwa sababu unajua kuna wengine, unajua hata naogopa kutumia maneno, unajua ugonjwa wa akili huko wa aina nyingi. Kuna 90%, kuna 5%, kuna mtu ana 5% sio sawa na mwenye 100%. Kwa hiyo wengine mtu anafikiri kuweka picha yake ya kazi zile za kantangaze zile kwamba ni umaarufu. Kwa hiyo ni uelewa, lakini pia ulimbukeni. Nafikiri unajua tofauti ya uelewa na ulimbukeni. Lakini ingine kuna watu wanafanya makusudi kabisa, wako kazini, wako kwenye biashara wanafanya hivi. Na kwa nini wanafanya hivi? Kwa sababu wana wateja. Na kuna watu wanazipenda zile picha. Kuna watu, kwa hiyo hii ni changamoto ambayo yani kila mtu inamhusu. Na sisi ushauri kabla halijakuwa kosa la jinai tunasema ile futa, delete kabisa. Ukiona mtu anaweka kitu ambacho hakina mwelekeo unao kuonyesha wewe kuna jambo zuri, mkatae huyo mtu. Au umepokea kitu na unasema paste and send as received. Kosa pale ni na wewe na aliyetuma mwanzo wote mko sawa. Kwa hiyo hapa cha msingi changamoto iliyopo ni huo uelewa mdogo. Hata wa huo mtandao unavyofanya kazi ni kwa ajili ya nini? Kuna mitandao mingine kama LinkedIn ni professionals, lakini watu tumeona wana Tanzania tena wala sio nchi nyingine, ni wa Tanzania. Unakuta wana post picha za ajabu. Mpaka huko wengine wameshaanza kutuambia jamani, this is for Facebook not for LinkedIn. Yani inaonyesha kwamba LinkedIn. Sana umeshaujua. Hii ni kwa ajili ya professionals, unaweka kule, unaweza kuuliza wenzako jamani, mimi ninaandika habari za kijamii. Katika kuandika habari zangu nakumbana na changamoto. Mniambieni na nyinyi wenzangu changamoto mnazokutana nazo na mlizitatuaje. Lakini utakuta huku kaka mzuri anapiga pale na yeye na suruali yake ya kubana au mdada kanguo kafupi, lakini sio mahali pake pale. Ni sasa uende kanisani umevaa nguo ya disco. Kwanza hata wewe utajiona hauko vizuri. Kwa hiyo changamoto hiyo ni uweledi, uelewa, lakini pia ulimbukeni na ushamba. Tunaweza tukasema kwa wengine kabisa ni ushamba. Tuunganisha sasa hapo na videos. Yes. Wanaziweka YouTube na mitandao ya kijamii za wasanii AY, Nay wa Mitego, Snura. Ninyi sasa mnadhibiti vipi video hiyo? Vitu vyote kama video hizi za wasanii na nini zina categories. Na kwa mujibu wa kanuni, hasa zile kanuni za utangazaji. Sisi kwa mfano hatukatazi watu kupiga video zao wakiwa sijui bichi, wamevaa sijui nini. Sisi hatukatazi. Tunachokataza ni vyombo vya habari kama TV kuzirusha, au maudhui ya wimbo kama kuna matusi sijui pale ndani pale sijui pamefanyaje nini. Yale maneno, wimbo kama huo kama ukipigwa, basi usipigwe saa ambazo watoto wako macho, au saa ambapo na vitu vingine. Hebu fikiria kwa mfano kuna argument inakuja kwamba mimi nimeenda bichi kupiga video yangu, mlitaka nivae suti. Naambia hapana, unapopiga video yako kule bichi unakuwa huko bichi na ni wale watu walioko bichi tu ndio wanakuona. Lakini ukija ukiiweka kwenye TV huko mpaka sebuleni kwangu, wengine mpaka ambao wana TV chumbani unakuwa chumbani kwangu. Kuna mashehe, kuna mapadri, kuna masista, kuna watoto wadogo, kuna watu wengine hawataki kuona vitu hivyo vya bichi nyumbani kwao. Wewe ulikuwa bichi kule, lakini sasa umewaletea chumbani kwao, umewaletea nyumbani kwao. Kwa hiyo ndio maana sisi tunachosema kanuni za utangazaji zimesema. Hata ukiangalia MTV kabla kipindi cha kwanza cha muziki nakwambia muziki ya sasa hivi ni kwa ajili ya watu wazima. Parental guidance should be. Hata sinema ikianza unaambia kipindi hiki. Na sisi kwa Tanzania tunasema baada ya saa 3 usiku
hivi vitu vya watu wazima mviweke, lakini mtoe tahadhari kabla kipindi hakijaanza. Na regulation ziko wazi, ili mtu kama ana watoto wake basi move naambia watoto sasa, au na imewekwa ile parental gani unafunga kwamba ni miaka, kama una watoto wa miaka 13 kuanzia miaka 14 content yote miaka 14 una lock wewe mwenyewe mzazi. Sasa issue inakuja hapa, watu wanalalamika kwa nini hiki kipindi kimeruka. Wako watu wazima wanataka kuangalia hivi vipindi na hakuna sheria inayokataza, lakini je, wewe mzazi watoto wako wanalala saa ngapi? Au wewe baba mwenyewe unaingia saa 5 ndio watoto wanaenda kulala? Kwa hiyo hili swala sio la serikali wala nini, wazazi kuwa responsible, ni issue ya kijamii kwamba mimi watoto wangu sitaki waone hii. Lakini ukingoja sana, kama sasa hivi hapa kuna hadithi moja ya katuni sijui inaonyeshwa ya mambo haya na haya, lakini wewe mzazi una mamlaka ya kuifunga ile au kuondoa hiyo decoder. Kwa sababu vile vipindi kwa mfano hivyo vingine vinarushwa kutoka Marekani, lakini kutokana na kwamba kuna time difference, Marekani saa 7 mchana, huku kwetu sisi ni usiku. Ndio. Huwezi kuambia wale Marekani kwamba kama MTV unarusha kule basi urushe kwa time zangu. Yeye anatangaza dunia nzima. Ndio maana hapa kama ni DSTV, Star Times, ile decoder yake lazima iwe na remote ya kufunga wewe vile vipindi ambavyo hutaki. Na wale kule wakitangaza hata sinema, watu waangalie DSTV nasema this program is rated 18. Parental guidance kwa watoto ambao hawajafikia hapo ni muhimu. Otherwise unazima, unabadilisha channel, unaambia watoto nendeni mkalale. Sawa. Hizi ya sheria nimesha nani, ngoja tukupeleke tu haraka. Huduma ya pesa kwa njia ya mtandao zinalalamikiwa kuwa ni kubwa, na mara nyingine makato hayajulikani kwamba ni kiwango fulani. TCRA inasimamiaje swala hilo? Kwa bahati nyingine nzuri sana au mbaya, shughuli zote za kibenki kwenye mitandao haziko chini ya ndio inayotoa kwanza leseni. Yaani ni leseni ya benki, ni benki kabisa, ila benki hiyo inafanyika mtandaoni. Hata mabenki yote CRDB, CBA wote wana leseni zetu kwa sababu wanatumia mtandao. Na mnaona kama mobile banking iko kwenye mabenki pia. Huduma mbalimbali watu wanalipa, na ndio maana kuna ile Transaction Act ya matumizi kutumia mitandao kufanya biashara. Iko sheria yake na inasimamiwa, kila mtu ana eneo lake la kusimamia.